Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Musa Yahya. Kwa jina la sanaa naitwa Lady Matula. Mimi ni msanii YouTube channel. Kuna kazi yetu mpya ambayo tumeshaitoa sasa hivi. Iko mtandaoni, iko bado ya moto sana 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 sana. Hii movie inaitwa Kikoa Changu. Movie Kikoa Changu ni movie moja nzuri yenye mafundisho, yenye makatazo, yenye makanyo. Kikoa changu, nini maana kikoa? Kikoa ni pale mtu anapotoa sadaka, iwe damu, iwe sadaka yoyote ambayo ni sadaka. Hii inaitwa nini? Kikoa. Maana yake basi, bibi ni mshirikina. Huyu bibi ana mwanawe, huyu mwanawe pia ana mwanawe. Lakini imefika wakati kwamba huyu bibi anatakiwa atoe kafara ya mtoto wake wa kumzaa mwenyewe. Lakini imefika muda kwamba kutokana na mapenzi ya mwanawe, kutokana na vile ambavyo anamsaidia mwanawe, kwa hali alikuwa nayo mwanawe na mtu mwenye pesa, kama si vema kumtoa mtoto wake. Ndipo hapo akamshirikisha mkuu wake, na mkuu wake kwa upumbavu wao wakakubaliana kwamba wamtoe mjukuu badala ya mtoto. Hapo ndipo tatizo lilipoanzia. Kafara sahihi sio kikoa sahihi, wamekuja kutoa kikoa tofauti na kile ambacho kilichopangiliwa kutolewa. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa mzo matatizo makubwa sana. Kuna tukua wachizi, kuna vingi vinatokea na humo. Ila sasa ili wewe mshabiki wangu mpendwa, mshabiki wetu wa channel yetu pendwa ya Mzo Game, hapo nataka kufuatilia ili uweze kujua kimeendelea kitu gani baada ya pale mtu kutolewa ambaye si sahihi, katolewa mjukuu badala ya mtoto halisi ambaye ni yule mama. Nini kimetokea? Mizimu imekubali au mizimu itakataa? Fuatilia ili uweze kujua. Ni kazi ya moto. Chuma. Oya, Mzo Game umefanya kitu ambacho kikubwa sana. Kwa hiyo wewe mdau, wewe shabiki, usisahau kulike, comment, subscribe. Movie yetu pendwa kabisa inapatikana YouTube channel. Ukifika YouTube, kaenda Kikoa Changu, kazi itakuja. Itapokuja kazi, basi wewe support yako ni hivi basi. Share hapo, subscribe, alama kengele utagusa hapo, utaweka kwa dole gumba hapo, tutaona comment zako. Kuna maoni, ushauri tunapokea.